Assalamu alaikum. Karibuni katika kipindi cha Sports AM hapa Azam Sports 2 kama ilivyo ada kila siku za Jumamosi na Jumapili. Utakuwa nami Mahmoud Zuberi kama ilivyo ada, maarufu bin Zuberi, nikiwa na wenzangu kama ilivyo ada ni Anwar Mkama kutoka Mlimani TV. Dhahir na Muhibu Kano, mwalimu wa zamani wa Stand United na timu nyingine hapa Tanzania, hususan wilaya Temeke. Ni kocha maarufu sana Temeke, huko wanamjua. Huyu ndo aliyeibua kipaji cha mchezaji mmoja aitwa Yohana Oscar Nkomola na Ramadhani Kabwili, bila shaka mwalimu vijana wako kwenye Airtel Rising Star Coca-Cola zile. Safi sana. Ni mwendo wa takriban ni saa moja na zaidi hapa tukihabarishana, kujadili na kutafakari mambo mbalimbali yanayohusu michezo. Awali ya yote ningependa kuweka jambo fulani sawa. Jana mmoja wa watazamaji wetu bwana Athman Malende alitutumia ujumbe akiturekebisha kidogo kuhusu timu ya Shupavu FC. Kwa mujibu wa message ya Athmani Malende, Shupavu ni timu kongwe, anasema tangu enzi za uhuru ilikuwepo na imetoa wachezaji kama Hussein Ngomiti alikuwa kipa wa Prisoner enzi hizo, na Aziz Anta alicheza Yanga miaka ya 2000 mwanzoni. Malende amesema yeye amewahi kuwa mweka hazina wa hiyo timu ya Shupavu na miaka ya nyuma, lakini kwa sasa ni mwajiriwa wa chuo kikuu cha Mzumbe. Bila shaka kuna Profesa Madundo Mtambo pale na Madundo na project moja nzuri sana kuibua vipaji. Unajua nadhani wachezaji wengi vijana Morogoro wanatokea kwenye academy ya Profesa Madundo Mtambo. Mchezaji mashuhuri wa zamani wa kimataifa hapa Tanzania. Kumbuka Shupavu ndio watakuwa wenyeji wa Azam katika hatua 32 bora ya michuano ya kombe la Azam Sports Federation Cup ambayo itachezwa mwishoni mwa mwezi na mwanzoni mwa mwezi ujao. Mwishoni mwa mwezi huu na mwanzoni mwa mwezi ujao. Naam, sasa twende kwenye kombe la Mapinduzi. Kosta, kuna kitu fulani ambacho unipe kama kipo tayari. Okay. Azam FC jana wamefanikiwa kwenda nusu finali ya kombe la Mapinduzi baada ya ushindi wa goli 1-0, wakirudia kile walichokifanya kwenye finali ya michuano hii mwaka jana. 1-0. 1-0 ndo wanavyopenda kuyadhibu. Najua moja tu. Afuchomoa mwana wewe. Unatoa defense wote unaingiza washambuliaji afu bado mambo yanakuwa hayakai sawa sawa. Kama una huzuni hivi Anwar. Hapana. Nilikwambia jana klabu yangu. Kama una huzuni Anwar, vipi sikuelewi? Hapana. Mwibu anakuchekea tumboni. Mwibu mbaya. Sifa zimwendee mfungaji bailo pekee mshambuliaji chipkizi Idi Kipagwile aliyefunga dakika 59 akimalizia pasi nzuri ya kiungo Frank Raymond Domayo Chumvi ambaye tokea benchi jana. Na kwa ushindi huu Azam inafikisha pointi 9 ikiwa imekamilisha mechi zake 4 za kundi A. Baada ya ushindi wa mechi 3 na kufungwa moja na URA 1-0. Simba anabaki na pointi zake 4, si ndio? Baada ya mechi 3 ikishinda 1 na sare 1. Na itaingia kwenye mchezo wake wa mwisho na URA Jumatatu kusaka lazima ushindi ili waende nusu finali. Vinginevyo Baba Jeni. Vinginevyo Baba Jeni bye bye. Na sifa zaidi zimwendee goalkeeper Mgana jana Razak Balora ambaye mwisho wa siku alichaguliwa kuwa mchezaji bora wa mechi kwa dhati kabisa. Kuna mchezaji unasajili hapa bila kupepesa. Mimi nasema watu walizungumza kuhusu usajili wa Azam mwanzoni mwa msimu. Azam unasajili wachezaji gani? Wachezaji wa aina gani? Unajua ile japokuwa wale Azam viongozi ama wamiliki walikuwa wasemi, lakini dhahiri katika masuala ya operations za kila siku lazima kuna wakati wale viongozi wa timu walikuwa wanaitwa na wakurugenzi, jamani watu wanasema hivi, jamani lazima vitu hivyo vipo. Watu wanalalamika mnasajili vipi? Lakini sasa naona wakurugenzi wanaanza kuelewa kilichofanywa na viongozi wa Azam FC. Vijana wadogo wasajiliwa Azam. Salmeni Oza, Kipagwile, Said, shughuli yao inaonekana katika mashindano. Hali kadhalika tumeona goalkeeper Mgana Razak anavookoa. Hakuna shaka kabisa hadi sasa huyu ndio kipa nambari 1 Tanzania. Ndio kwenye ligi kuu, sio Tanzania, kwenye ligi kuu. Sio kipa namba 1 wa timu ya taifa ya Tanzania. Hapana. Hadi sasa hapa Tanzania katika makipa wote walioko Youth Standi sijui nini, kipa namba 1 kwa records. Kwa rekodi kivipi?
Kwa dakika mzuri. Makipa si kwa save tunaangalia amekuwa save ngapi, amefanya hivi, ndio tunaangalia records. Kama records sasa ana shida sawa, mimi sikubishii. Wewe ndio kubishaje rafiki itaweza vipi wewe? Wewe si ndio jana ulisema kama Singida. Anasemaje? Kwa sababu anaenda huko, anaenda huko kwenye mipango ya ubingwa. Anasema Singida wana mipango ya ubingwa bwana. Wewe mtu hatari sana. Okay. Mchezo utangulia wa kundi B jana, Singida waliibuka na ushindi wa magoli 2-0 na kuzidi kumdhihirishia Anwar Mkama kwamba wao wanataka ubingwa. Au ubingwa mapinduzi. Tuendelee. Waka rais wako utabadilika taratibu tu. Baada ya ushindi wa magoli 2-0 dhidi ya JKU, magoli ya Daniel Yanga dakika 19 na Elinyesia Sumbi dakika 20. Singida wamekamilisha mechi zao, wanafikisha pointi 12 na wanakuwa juu pale ya Yanga. Hawajakamilisha, wamefikisha mechi 12 baada ya mechi 4. Magoli 12. Wanacheza mechi ya mwisho na Yanga. Wanacheza mechi ya mwisho na Yanga Jumatatu. Sio? Yanga na Singida wameshafuzu kutoka kundi hili. Lakini Yanga leo wanarudi uwanjani. Wanacheza na Zimamoto. Na ukumbuke mechi za makundi zitakamilisha Jumatatu. Simba kimenyana na URA saa 10:30 jioni, na Yanga ndio mechi yao na Singida kabla ya nusu finali kuchukua nafasi Januari 10. Januari 9 kutoka kwa mapumziko. Yapo mambo ya kutafakari. Tuanze na mchezo wa jana. Subiri kwanza. Tuanze na mwalimu wenye mpira wao hao. Mchezo wa jana mwalimu, hebu tuambie. Niseme kweli kwamba mechi ya jana kama tulivyokuwa tunazungumza mapema. Usiogope huyu bwana. Hapana, huko siwezi kuogopa. Mechi ilikuwa ni mechi nzuri kama tulivyozungumza. Unajua mapinduzi imeanza, ni watu wanachukulia kama bonanza fulani hivi, lakini the way tunavyosogea unaona kabisa umuhimu na uzuri wa michuano hii. Mechi ya jana hata mimi kuangalia kikosi cha Simba alivyokitoa, nikaangalia kikosi cha Azam alivyokitoa, nikategemea lazima kutakuwa na mechi nzuri ambayo itaenda kuchezwa. Kwa sababu ukiangalia Simba wame kikosi kilichotangazwa jana, mwalimu mfumo anaotumia 352 amejaza viungo karibu 4 pale ndani, kizungumzia Ndemla alikuwa ndani, kwa Kotei, Mkude, Mzamiru Yasin, Giani akaenda kuchezeshwa pembeni. Kwa hiyo uliona kabisa kuwa ni mechi kiangalia na upande wa pili wa Azam wakaenda kumtumia kapteni wao Himid Mamu kama akitokea pembeni kama fullback, na ukiingia hapa ndani kwa wachezaji kina Salmin Hoza, palikuwa na kazi nzuri ambayo ilikuwa nakufanya hata yeye mwenyewe utazame kuangalia ule mpira. Lakini yote kwa yote kwa kweli ni kwamba ni msifu mwalimu wa Azam, mwalimu ambaye amekuja na plani nzuri sana ambayo ameenda kuifanya. Kipindi cha pili unaona kabisa watu wenyewe kuambia mboga bila chumvi hakuna sio mboga. Ameenda kumtoa mchezaji wake Salmin Hoza na amuingiza mtu kama Frank Dumayo. Angalia kazi Frank Dumayo alifanya, kwa sababu Azam ilikosa mtu wa kuweza kudrive mpira kutoka hapa juu kwenda kule kwenye eneo la Simba. Mara kwanza Simba wa Azam walianza kwa nguvu kubwa sana kwenye eneo la kupeleka mipira kwenye eneo la Simba, lakini Simba wakangamua tu kazi ile wakahakikisha kwamba wanaziba zile njia. Lakini kipindi cha pili angalia kilichokuja kufanyika. Mwalimu akaona anakosa mtu wa kuweza kuchangamsha pale ndani, akamleta Dumayo. Angalia Dumayo alivyofanya, ameingia pale kwenye penalty box ya Simba, nje ya penalty box, anachukua mpira, anaona ule Idi Kipangule, anakuja speed, anaweka ile penetration pass na mheshimiwa kufika pale hapo anajizi, ajuu huko naye anakuja, juu huko ni mtu pia ambaye sometimes naona mwili wake kama ni mzito. Samahani mwalimu Muhibu Kano. Yes chief. Kama ulitazama wakati Frank Dumayo anatoa ile pass, center back wa Simba alikuwa shakatika. Sawa kiasi kwamba mtu ambaye alikuwa anajaribu kumfuata yule Idi Kipagula wakati anaifuata pasi, kwa sababu ilikuwa ni through pass. Na ule mtu amechomoka wakati hata uelewi full back wa Simba alikuwa anafanya nini, alikuwa amefanya na haikuwa counter attack ile kama unakumbuka. Yule mtu amekwenda peke yake. Afu kuna mtu wa Simba alikuwa amesimama hapa. Ukiangalia labda ukiangalia kwenye picha tu unamuona Juko. Unajua Mkude ndo alikuwa karibu na Chumvi. Na Mkude ni kama alikuwa ameshazidiwa na Chumvi, kuelewa kama Chumvi ana nia gani alivyopiga kama chenga kushoto hivi. Afu alimgeuza. Lakini Chumvi aliona ile pasi ya kunyunyiza ile mtano anasema za kunyunyiza, unamnyunyuzia mtu. Unaona penetration pass alimwekea. Kwa ukiangalia Juko nadhani si nani beki mwingine pale. Wote walikuwa wamemfuata Mkude. Yaani wamemfuata wanacheza na move ya Domayo, lakini wamesahau kwamba huku
kuna Idi anakuja na Chumvi. Tunasema kweli hamna mchezaji ambaye mzuri sana penetration pass pia kama Chumvi. Shuaboy alikuwa ameona mbali kwamba Idi anakuja na akamwekea. Kusema kweli yani ni goli zuri sana na kidogo nataka nifanishe pia japo upande ni tofauti, nataka nifanisha na ile goli alofunga Singida la pili Simba bila shaka. Ukiangalia alicheza vizuri sana na winga huyu wa Singida captain Kaseke alinyunyiza na pasi kama ile na ikapigwa moja kwa moja na ilikuwa goli zuri sana. Kwa hiyo ni moja. Endelea mwalimu. Mimi nataka kujua je mabeki katikati wa Simba. Kwa jana nilivyoona mimi Simba mabeki wa Simba nazungumzia kwa sababu mfumo ni mpya alio 352 alikuwa amesema kote nani Asante Kwasi Juko Murushid na wakati mwingine alikuwa anaingia hapa ndani huyu midfield yao mpya kote. Issue ule mpira wakati unakuja wachezaji wote concentration ilikuwa imeelekezwa kwa mchezaji mpya wa Azam huyu mshambuliaji. Ndio mtu ambaye alikuwa anamlinda na ndio maana hata ile mpira mabeki wote walikuwa wamevutika hapa kuhakikisha kwamba wanamdhibiti asiweze kufunga. Ndio maana Aduma baada ya kuingia kuona ampe mpira mebano akaipiga pembeni kule pembeni Simba kwenye mfumo wa 352 beki alikuwa kule ni mshambuliaji wao Giani yule. Giani alikuwa amepanda huko juu. Kwa hiyo kwenye mfumo huu unakulazimisha zaidi beki uwe na kazi ya ziada kwenda juu kushambulia na urudi immediate kwenye eneo lako kuhakikisha kwamba unakuja kukukaba. Kwa hiyo kwa sababu ni mfumo mgeni inamuia ngumu kutoka kule juu unakuja huko chini. Sasa Azam ndio mfumo wao wanaocheza siku zote. 352 siku zote ndio wanaocheza. Kwa hiyo umeweza kuwapa nafasi, anajua kabisa mshambuliaji kwamba once tunashambulia mpira unapokuepo kwenye eneo gani, mimi mchezaji natakiwa kuwa kwenye eneo gani. Ndio maana unaidi kipangulia akakimbia speed kutoka kwenye eneo la Simba na eneo lake na kuja kuhakikisha kwamba kwa sababu alikuwa anacheza wing back kuja kwenye eneo zuri ambao alipewa mpira rahisi tu na hakuwa na kazi nyingine, katuliza akaangalia goalkeeper Emmanuel Mseja amekaa namna gani akafunga goli ambalo limempa heshima mwalimu wake na benchi la ufundi kwa jumla ilipata point tatu. Mwalimu Muhibu Kano kocha Masud Juma aligundua nini akamuondoa Asante Kwasi katika mechi yake nadhani ya pili anacheza Simba. Akamuondoa mchezaji mpya aliyesajiliwa kwa matarajio makubwa aje kuongeza nguvu ama kuja kuziba udhaifu ambao ulionekana baada ya kipindi fulani cha msimu. Lakini mwalimu anamuondoa na unajua unapoondolewa mlinzi hujaumia, watu wanaona ni mabadiliko ya kawaida ya kiufundi. Wewe mwalimu mwenzake na Masud Juma tofauti yenu nyinyi ni uraia tu na uzoefu wa kikazi, labda yule anakuzidi kidogo, lakini ujiuzi ni ule uliona nini pale? Nilichokiona mimi kuna makosa mawili aliyafanya Asante Kwasi ambayo ni makosa kawaida hata Ulaya tunaona makosa lazima ufanye, mpira lazima ufanye makosa, sio makosa kumhukumu kumleta nje. Lakini unajua mimi ukiniuliza nje ya taaluma yangu ni kwamba kuna perception iliyopo kwamba Omogi alikuwa ni mwalimu ambaye anasizi, hafanyi maamuzi kwa haraka, timu inaweza kuwa imeelemewa, yeye amekaa. Sasa hizo taarifa Masudi amezipata kwamba mwenzio hafanyi hivi kwa sababu unajua timu zetu za Kariakoo hizi kelele zake na vurugu zake. Kwa hiyo imemfanya tukio analoliona nale kureact kwa sababu anataka kualizisha washabiki na wanachama wake kuamua kwamba hapana, kwa sababu na watu wengi kwenye kikosi huyo atoke na ingie mtu kwa haraka. Lakini kwangu mimi naamini kabisa kwamba alikuwa na nafasi ya kuweza kumjenga, kwa sababu lazima muite, ndio kazi ya mwalimu. Kama mwalimu huko mzuri kwenye game reading hawezi kufanya, kwa sababu lazima ukae chini usome mchezo unahitaji nini. Kwanza muita Asante Kwasi, angalia ABCD inafanyika na kama alikuwa namna gani, kwa sababu kwa watano alikuwa na uwezo wa kuweza kuswitch, nani akae kushoto, nani akae kule, nani akae katikati, na mimi timu bado ingesimama na Asante Kwasi angeendelea kuwepo ndani. Hapo tulipo mwalimu Muhibu Kano ama nimemsikia Muhibu Kano anasema kwamba mwalimu Masud Juma amekuja akakuta habari kwamba mtangulizi wake alikuwa mzito wa maamuzi. Kwa hivyo naye anaamua kuchukua hatua kwa mujibu wa maelezo ya mwalimu Muhibu Kano, anaamua kuchukua hatua mapema ili kuwaridhisha mashabiki. Kitaalamu hii ikoje? Mwalimu anaposhindwa sasa kufanya kazi kwa falsafa zake, kwa imani zake na kuanza kufanya kazi kwa shinikizo la mashabiki. Hii unaona nini kama mchambuzi uliobobea tangu zamani sana na nashukuru. Unajua nikwambia kitu kimoja vizuri. Inawezekana la kwanza kocha anachosema nakubaliana nacho. Inawezekana pia ni pressure mashabiki na aina yake, kwa sababu tunamfahamu Masudi ni mtu ambaye siwezi kusema na muhemko, ni kocha ambaye anacheza na anaenda na move. Yaani kama Pep anavyokuwa. Kuna wakati Simba jina limetoka, kuna kocha alikuja wa Simba alikuwa anafanya mabadiliko sana, alitokea Kenya bila shaka nitakumbuka jina lake. Goran nakumbuka Goran alifanya sio Goran Dravko yule Logarusic ilifika wakati alifanya mabadiliko katika Kombe la Mapinduzi mpaka akasahau kwamba amemaliza sabu. Nakumbuka kuna mechi mimi nilikuwa pale uwanja wa Amani. Sasa ni aina ya makocha wako vile, lakini cha pili ni kwamba tusisahau kwamba Asante Kwasi ni kwamba ndo ameanza kucheza. Inawezekana kocha aliona kwamba
Juko na Kotei bado kwa Asante Kosa ndani na move za wale mabeki wengine na pressure ya Azam pia ilikuwa ameanza kucheza kidogo. Hebu nieleweshe, yani ni kwamba hajapata, yani ni kwamba ndo amesajiliwa katika kipindi kifupi cha usajili, kwa hiyo bado hajazoeana kimfumo na wachezaji, hajafit kimfumo na wachezaji wa Simba waliopo. Kwa mfano nazungumzia Kotei, watu kwa magugu wenzako wenye kujua mpira. Inawezekana kwa sababu kocha anaona kwenye mazoezi na pia plani yake alivyoona kwenye mazoezi kwenye mechi na Azam ameona kama imevurugika, haiko vile. Kwa hiyo inawezekana akaamua kwamba Papi Kaba Mbashishimbi alikuja hapa akaenda kambini Yanga siku moja kabla Yanga hawajageuza kundi Dar es Salaam kucheza mechi siku 2 baadaye na Simba. Unajua akacheza vizuri tu ile. Binzuberi wachezaji wa nafasi ya ulinzi kama hiyo. Tunajaribu kuoanisha mambo ili tunapojadili na hii mijadala yetu isiwe kidogo ina ukakasi. Ni kweli. Unajua nakubali na lakini wachezaji lazima tukubali kwamba wanatofautiana kiuwezo. Wanatofautiana namna ya kuhimili pressure ya mchezo. Lazima tukubaliane na hilo. Na labda kwa kuweka sana kwamba ukiangalia ule mchezo vizuri kama anavyosema Bizuberi anatupa mwongozo mzuri sana kwamba tuwe wazi, Asante Kosa alicheza vizuri lakini ilifika mahali amepanic kutokana na pressure ule mchezo. Alikuwa anapata harassment sana kubwa kutoka kwa mshambuliaji mpya wa Azam Bernard hata, na ukiangalia hata mtoto ule ya haya zaidi alikuwa anakuja kumpa pressure. Sasa ile pressure, na unajua jezi ya Lipuli, jezi ambao nitafuna jezi ya Simba. Jezi ya Simba ni jezi nzito kama ilivyo jezi ya Dar es Salaam Yanga Afrika. Washabiki wengi wamejaa na una matamanio kuanzia kocha na mchezaji mwenyewe wote na wageni kwenye timu. Washabiki wa Simba wana matamanio makubwa sana. Kuna kitu wanakihitaji. Na hata kocha ndio maana sometimes anafanya zile sababu. Anajua kama umemkuta mtangulizi wako anaondoka akiwa timu inaongoza ligi, mtangulizi wako anaondoka wakati amekuta timu ishiriki michuano ya kimataifa, wewe lazima ujiulize natakiwa nifanye nini? Kwa hiyo kama kuna matokeo upate matokeo kwa haraka. Ni mwalimu ambaye kwa kweli hata mimi namuona ana wakati mgumu kipindi hiki kuliko kipindi kingine kwa sababu kuna kitu anachokifanya. Samani kidogo. Yes. Anwar, kama tunaweza tukapata ile goli wanalofunga Azam ila aturudishie nyuma kidogo ili tuone ile move ilikuwa ni counter attack ama ilikuwa ni shambulizi ambalo walilipanga Azam kwa Simba waliwaona Azam wanakuja. Kama tunaweza kupata hilo goli tafadhali tuone namna ambavyo Azam walikwenda. Basi muingize huyo. Namba Arusha Kotei. Hajaamua kurusha bado. Kichuya anaondosha Azam FC. Bernard Yatha yuko peke yake huku, naangalia nyuma nani anakuja asaidiane naye. Domayo kaifinyia kwa ndani, kaitanguliza mbele, nafasi ile Idi Kipwagile kijana akiingia Azam kutokea maji ya Songea Ruvuma, dakika ya 59 yale Azam moja Simba wanaendelea kufanya subra. Kazi nzuri ya Frank Raymond Domayo, akapakua msosi, kaeka kachumbari, vijiko, akamwambia Idi shughuli kwako, akamwambia na msosi huu siwezi uacha, njaa kama ametoka jela. Asisti moja maridadi tunaishuhudia kwenye michuano hii, goli zuri vile vile. Matumaini ya kurejea kwenda nusu fainali kwa Azam yanaanza kuonekana. Kwa sababu ukiangalia aina ya goli ambalo wamefungwa Simba, waliweza kupotea hasa flanks ya kulia ambayo haipo kabisa katika maeneo yake, kiasi ambacho ilibidi Juko Murshid aende kwa spidi kwa ajili ya kuokoa, lakini hata hivyo kwamba mfungaji wa goli alikuwa yuko sehemu salama, kiasi ambacho golikipa kamuona, goli lote kaliona, kajua nini akifanye, ndio matokeo yake kama tunachokiona hapa kilichoweza kutokezea. Saidi Hamisi Juma Ndemla anakwenda kwenye bench, anaingia King Lodi Mavugo. Ameamua kuongeza mashambulizi au kuongeza mashambulizi. Nadhani mmeona. Na nichukue fursa hii kumkaribisha the heavyweight Mtemeke wa Kiumeni. Asalamu alaykum. Karibu. Asante. Ulikuwa unauguliwa na kijana wetu. Naam. Pole sana. Asante bwana, shukuru. Anaendeleaje? Anaendelea vizuri. Kwa kuja wakati mzuri sana. Jana tulikumisi kwenye majadiliano
ripoti ya kamati ya saa 72. Kwa kuwa haukujadili tutakushirikisha leo. Sawa. Mkano nakupa feedback. Sasa umekuja wakati tunajadili defense ya Simba kwamba Simba ameboresha defense katika dirisha dogo. Wamemuondoa mtu ambaye waliona ni mzee, wameleta kijana mdogo Asante Kwasi. Naam. Jana mapema tu wamemrudisha bench. Wakaingiza mkongwe Erasto Nyoni. Akaenda kuziba vizuri tu kama kawaida yake na tuliona kazi yake. Sasa tunajaribu kujiuliza mabadiliko yaliyofanyika yalikuwa mabadiliko ya namna gani na yanaashiria nini katika mwanzo huu wa Asante Kwasi. Umekaa Simba Sports Club pale, lakini kwa ujumla unafahamu desturi na historia za timu za Simba na Yanga kwamba unapokuwa na mwanzo mbaya unakuwa na mwanzo wa aina hii ya mwanzo wa Asante Kwasi, hata kama uliingia kwa namna gani basi na kuna picha fulani inakuja. Ni wachache ambao walianza kwa staili ya Asante Kwasi alafu wakaweza kukaa katika club, lakini wapo walioweza. Mfano Nadir Arum Kanavaru alikuwa watu wanamcriticize sana wakati anaingia pale Yanga. Hadi Yanga wakasajili wachezaji wengine yeye akiwepo ili kujaribu kutafuta mbadala wa watu wake. Utakumbuka yeye aliingia pale na Lulanga Mapunda. Baadaye ikaonekana si sawa sawa, Yanga akamleta Hamis Yusuf kutoka kule. Alikuwa anatokea APR nadhani ya Rwanda, anakuja timu ya taifa hapa. Wakamchukua ndio kwa muda mrefu anacheza Ulanga na yule, lakini taratibu ikaenda yeye akaingia. Sasa tunajadili hapo. Na kwa kujadili tunajaribu kuangalia ile goli ambalo Simba walifungwa. Kuna sababu yoyote labda ilimshinikiza mwalimu kufanya mabadiliko yale na safu ya ulinzi ya Simba ilikubali goli la aina gani? Tumeona Bernard Atta anachukua ile mpira anakwenda mpaka karibu na boksi pembeni, anagundua huku nikienda ni 20-80, yani kupata ni 20-80 kupotea. Akageuka akabadilisha ile mpira akampa Frank Damayo. Frank Damayo anafanya maamuzi ya mapema. Anafinya ule mpira, anatoa pasi. Kwa hiyo ni kitu ambacho safu ya ulinzi ya Simba ilikuwa inakiona. Tuanze na Anwar Mkama alafu ni counter. Unajua ukiangalia ule mpira ulipigwa mrefu. Alafu ni Asante Kwasi ule, unajua kichwa kilipigwa, akakosea kupiga kile kichwa cha kuhamisha mpira mbele. Akapiga mpira kichwa ambacho kilienda kwa Domayo pembeni. Kwa hiyo mabeki wa Simba ndio wanarudi kujipanga. Wakati wanarudi kujipanga, wote wakawa kwenye move ya kumwangalia Domayo anafanya nini, lakini pia Bernard Atta ashasogea pale. Nakumbuka Bernard Atta ashaisumbua sana ngome ya Simba. Kwa akasahau kwamba kuna mtu anapita Idi. Nakumbuka alikuwepo Jiani ambaye alishindwa kucover ile nafasi. Sasa Domayo kusema kweli lazima umsifu. Mimi Kapombe anasema ni assist maridadi, na ni kweli ile ni pasi maridadi sana ambayo ilipenyezwa kwa kumwangalia Idi. Kwa hiyo mabeki wa Simba ilikuwa ni mabeki wa Simba walikuwa wamepanic na jinsi kwanza yule beki alivyo kile kichwa kilivyoshindwa kuokolewa vizuri, na walijua tayari Bernard Atta ameshamweka katika imara, lakini kumbe Idi ameshapita. Lakini lazima umsifu kwanza Domayo kwa kazi aliyoifanya. Pamoja na unayosema sikupingi, lakini ni pasi maridadi ambayo ilikuwa haina upinzani, yani hakuwa na upinzani wakati anatoa pasi. Alichoweza kukifanya ni kitu kimoja tu, kwamba kumgeuza, kuondoa mpira kwenye mwelekeo, kwenye eneo uliokuwa, yani kutoka kwenye mguu mmoja hadi mguu mwingine, then anatoa pasi. Ama alifanya unajua kitu kimoja Bin Zuberi, kocha atasema hapa, unapocheza 3-5-2 mara nyingi sana tunaona hawa wanaokaa kwenye mashavu, yani 3-5, yani hawa wanaokaa pembeni huko mara nyingi sana wanakuwa ni walinzi. Yani hata hasa utakuta Belarini yupo, utakuta Kolasianachi yupo huko. Kwa hiyo mtu alishindwa kukava, akampa kazi Juko sasa aende kwa Idi, ambayo kazi Idi Juko kwa sababu hata kuangalia movement Juko alikuwa anakimbia ni kwamba alijua kuna mchezaji mwingine wa Simba anakwenda kiushahidi tu anaenda, kwa sababu alijua kabisa kama kuna mchezaji mwingine ameshakava ile nafasi. Kwa hiyo ule mfumo ni mfumo ameuleta Juma, na inabidi aufanye kazi imara sana kuweza kuimarisha safu yake ya ulinzi, kwa timu nzima iuzoee. Kwa bado nadhani kuna changamoto ya kimfumo ya wachezaji kuuzoea. Asante sana. Mwalimu Ibukano, yes, naomba nitumie fursa hii kumkaribisha Kamwaga. Mahmoud, mimi nimeangalia mechi ile na shida yangu kubwa na mwalimu ni kwamba ameikuta timu inaongoza ligi, timu imezoea kucheza aina fulani ya mfumo, amekuja amebadili ule mfumo, anacheza sasa 3-5-2. 3-5-2 upande wa kushoto, kwa mfano jana Shabalala unamuona
angalia upande wa kulia hoja. Mimi hata Asante Kwasi jana mimi namtoa kwenye lawama. Mimi shida kubwa jana ilikuwa upande wa kulia. Kuna goli tulikoswa, jana lilipiga posti. Kipa aliokoa ikaja akili kapiga posti. Upande wa kulia. Na ukiangalia jana hata ile goli la pili, goli mmoja kufungwa yule jamaa hakuna mtu ambaye alikuwa anaangalia tali huko. Mimi kwa mfano kama nacheza mtu anacheza katikati kushoto kwa Domayo kule. Mimi Asante Kwasi. Nachoweza kufanya ni kumzuia Domayo asiende upande huo akapiga cross. Afu Domayo unajua tumia mguu wa kulia. Kwa hiyo mimi nitakava asitumie mguu wake wa kulia, nitakava huko asiende huku, aje huku. Ambako unajua mguu wa kushoto Domayo hana madhara nao. Domayo bahati nzuri akatoa pasi, lakini ukiangalia kijana anakuja kwenye goli la Simba, yani goli liko wazi. Kwa hiyo ina maana moja unamtumia Nicolas Gian ambaye wakati anakuja Tanzania tuliambiwa ndio alikuwa mfungaji bora ligi ya Ghana. Hii yani mfungaji bora unamfanya anakuwa wing back. Kwa hiyo jana baada ya of course kabla ya Ndemla. Alafu Ndemla ambaye kwenye maisha yake yote bahati nzuri yetu tumemuona Ndemla tangu yuko Simba hii hajawahi kucheza wing back. Hivi kwenye hizi wiki moja wiki mbili hizi Ndemla anakuwa wing back. Kwa hiyo inahitaji muda na wazaji wetu wa Tanzania sio kuna nafasi sio rahisi sana kwa sababu kuna mahitaji ya mtu kama wing back. Kwa mfano kwa Tanzania tungekuwa tuna Kapombe. Shomari Kapombe angekuwa mzima, alikuwa Azam, alikuwa na Stuart, alitengenezwa zile nafasi vizuri sana. Lakini Simba ukiangalia kwenye mashindano kuna wakati anamtumia Shiza Kichuya. Wakati Okwi hayupo unajua kabisa Simba Boko na Kichuya wanaweza kusababisha magoli. Unavompa Kichuya acheze wing back, maana yake ni kwamba unapunguza kila mtu anakufanyia kule mbele. Kwa mimi mpaka sasa kusema kweli mimi lawama yangu kubwa na kwamba timu inaongoza ligi. Unabadilisha mfumo wa nini? Kwa nini usijaribu? Imevuliwa ubingwa. Haijavuliwa. Haijavuliwa ubingwa. Bado kuna bado FA. Na FA sio washabiki wa Simba na Azam Sports Federation. Simba mwaka huu tunataka washabiki wa Simba. Azam Sports Federation. Kiuna mwiko. Washabiki wa Simba wana hamu na ubingwa wa ligi kuu ya Tanzania. Yaani ingekuwa ligi inaanza mwanzo unauza washabiki wa Simba unataka FA tena au unataka ligi kuu? Watakwambia unataka ligi kuu. Kwa hiyo ile imeshapita. Yaani ninachosema ni kwamba mwalimu labda mwalimu kabadilisha mfumo kwa sababu tayari timu ishapoteza taji moja. Kwa hiyo ile kuprotect run zile za mashindano haya ya ligi kuu na kombe la mapinduzi akaona aje na plani nyingine labda au kutakuwa kuna kitu amekiona. Kutakuwa kitu mimi jana kwa mfano nilimpongeza mwanzoni kwamba baada ya kufungwa akareact. Ambao mimi napenda hiyo kocha anaonesha hata hamna kocha ambaye unafungwa afu unabaki vile vile kama ulivyokuwa. Lakini unamtoa Ndemla sasa unamuingiza Mavugo. Sio? Mavugo ambaye itabidi umsogeze kule mbele. Lakini huku pembeni bado unataka kucheza mfumo ule ambao ulikuwa unacheza lakini watu huna. Kwa sababu wakati mwingine lazima uangalie hao watu ni nao hizo nafasi. Kwa sababu kuna faida gani ya kuchukua mtu kutoka nchi za nje? Alikuwa anaongoza kwenye kufunga magoli, anakuja huko anakuwa wing back. Matokeo yake huko nyuma kunakuwa na shida. Na Simba katika vitu ambavyo vimeifanya imeongoza ligi moja kwa sababu kubwa ni kwamba ilikuwa na ngome nzuri. Yaani kwanza mtu kama Erasto Nyoni kwenye ligi mpaka tunaongoza ligi nadhani ameongoza kwenye assist. Au sio? Kwa hiyo huyo ana Erasto kwanza anaanzia benchi. Lakini kipindi cha pili anakuwa beki wa kati ambayo hana athari. Kwa sababu ukishakuwa beki wa kati kwenye mfumo tatu yani hata mbele usogei. Kusogea sana mwisho katikati. Lakini huyu ndio mlinzi ambaye amekutengenezea magoli mengi kwenye ligi kuliko mlinzi mwingine yote. Unamweka katika position ambayo hatengenezi tena magoli. Kwa hiyo mimi shida yangu kubwa ni kwamba sidhani kama Simba kama ilivyo sasa hivi ina aina ya wachezaji wanaofaa kwa mfumo ambao mwalimu anataka kutumia. Kwa kama unatuambia kwamba Simba walikosea kufanya mabadiliko ya benchi la ufundi au hapana? Ninachosema mimi kama kweli Simba inachukuliwa na tajiri, kama kweli Simba sasa inafananishwa na National Al Ahli ya Misri, basi lazima kocha wa Simba afanane na kocha wa National Al Ahli. Simba walipatia kumuondoa Omog lakini walikosea kumfanya Masud Juma kuwa mbadala wa Omog. Mimi nadhani hivyo? Mimi nadhani ukiniuliza mimi sijaona statement ya Simba ambayo imemtangaza Masud Juma kuwa kocha mkuu. Tuliambiwa Omog kaondolewa kwa nafasi yake kwa muda huu itashikiliwa. Zile tetesi za kwamba huyu Masud Juma huyu ndio atakuja kuwa kocha mkuu wa Simba baadaye
Omoga ataondolewa. Yes. Zilizofuatiwa na kitendo cha Omoga kuondolewa. Wewe kuzisikia? Nilizisikia, lakini wakati ule ile Simba wakati ule ilikuwa ni Simba ya Salum Mhene, Simba ya Zakaria Haspop. Sasa tuna Simba ya Mo. Simba ya Mo ambayo unashindana na El Ahly. Mimi pia nadhani kuna shida nyingine ambayo lazima tuitazame. Unapokuwa na timu ambayo ilikuwa na Omoga, unapokuwa na timu ambayo imepita wakina Goran, ukimleta pale Masudi ambaye kuna sio mkubwa sana hata kiumri, anafanya wachezaji, alafu CV yake Rayon na Simba hazifanani. Simba kubwa kuliko Rayon. Kuna baadhi ya wachezaji watasema huyu kidogo, alafu ikija tena system ambayo inachezwa. Mimi nilikuwa nasimuliwa na mchezaji mmoja kuhusu hali ilivyokuwa Nairobi wakati mataifa inafundishwa na Amininje. Kuna wachezaji walimkatalia mwalimu. Mwalimu aliwaambia cheza position fulani, wachezaji walikataa, wapo. Na mwalimu anawajua. Bahati mbaya tu ni habari ambazo hazijatoka sana, so mchezaji anamwambia mwalimu, unavyoniambia nifanye sijawahi kufanya moja. Alafu hiyo system sio ya kwangu. Sasa ikianza doubt kama hizi huyu alikuwa hapa leo achezi, huyu alikuwa anafanya vile achezi. Hii system Simba mimi sikumbuki, labda mwalimu Ibu amewahi kuona. Mimi sijawahi kuona Simba kwenye historia tunacheza mtindo huu ambao wa 352, ingawa inakubalika mwalimu atakuja na mfumo wake, cha msingi ni matokeo. Lakini kwa mfano tukaenda kucheza 352 na El Merreikh, tutalala mapema sana siku. Mwalimu Mwibu Khan, umemsikia Ezekiel Kamwaga? Yep. Amezungumza kwa tunasema Kiswahili kizuri kinagaubaga. Amezungumza kinagaubaga kwa undani zaidi. Sasa baada ya haya aliyozungumza Ezekiel Kamwaga, unaona nini pale Simba juu ya mustakabali wa Masud Juma? Kwangu mimi ukiniuliza naona mustakabali gani kwa Masud Juma, mimi bado nasema nimeona kuna kitu amekionyesha. Ni mwalimu, kuna kitu amekionyesha. Mwalimu yoyote lazima ufike mahali kama utengeze mipango yako. Simba wanacheza sasa hivi na kinachohitajika Tanzania ni uvumilivu. Kwamba hatukubali tumemtoa mwalimu ambaye alikuwa na timu tangia mwaka jana, amekuja mwalimu mpya. Kama kuja mwalimu mpya utumpe muda aweze kufanya kazi, kwa sababu hata ukiangalia kama alivyosema ndugu yangu Kamwaga hapa, mfumo aliotumia jana wa 352 ni mfumo ambao kuna baadhi ya vitu na kulazimisha. Kwa mfano lazima uwe na kiongozi katika wale mabeki watatu wanaosimama. Katikati lazima uwe kiongozi ambaye anaweza kukutuma juu, nenda pale wewe kafanye kitu fulani. Wakati yeye ndiye anakuwa na ile ramani nzima wenyewe kwenye lezi show ya ndugu yangu hapa anaita navigator sijui, ambaye ndiye anayesoma ile ramani mchezo mzima ulivyo. Sasa kwa hiyo hata ukichukua kwenye timu ambazo zimeendelea kwenye mfumo wa 352, mara nyingi hata team captain ambaye ndiye mwenye sauti ya timu lazima atoke hapa. Kumbuka hata Azam alivyokuwa anamtumia Pascal. Sasa tutumie fursa hii sasa kujadili kwa muktasari kwa takriban dakika 5 hivi hatua iliyobaki ya Mapinduzi kuelekea kwenye fainali, kwa maana ya kwamba leo Yanga wanacheza na Zimamoto. Wanacheza na Zimamoto, mechi ambayo ni pekee ya leo ya Kombe la Mapinduzi. Saa jioni mechi inachezwa. Lakini tarehe 8 tutafunga mashindano kwa mechi mbili za muhimu sana. Mechi moja ni muhimu sana kwa Simba, wanacheza na URA, lazima washinde, vinginevyo wanaondolewa. Yanga wanakamilisha na Singida kuwania mmoja kuwa juu, mmoja kuwa chini, ambayo ina reflect utacheza na nani, au sio bwana Kamwaga? Yes. Na iko wazi mshindi wa kundi A atacheza na mshindi wa pili wa kundi B, ambayo inaonekana sasa hata kama Simba atapita kama mshindi wa pili. Nisikilizeni kwa makini hapa. Inaonekana huko na mshindi wa kwanza wa kundi A possibly ni Azam. Ama sivyo? URA akimfunga Simba atakuwa na pointi 10. Ataenda kuongoza. Na Azam ana pointi ngapi? Azam ana 9. Kwa hiyo URA ana nafasi kubwa sana kwa mshindi wa kwanza endapo akimfunga Simba. Kama Simba akipita atapita kama mshindi wa pili. Sawa? Kwa hivyo tutarajie nini sasa kwa Yanga? Ameshafuzu. Yanga ni lazima mfunge Zimamoto leo. Yaani hiyo ni lazima. Inabidi Yanga pambane mfunge Zimamoto. Alafu inabidi apambane. Singida hawatapenda kucheza na Simba. Amna, kila timu inakwepa kucheza na Azam. Mimi nikiangalia kila timu Simba kucheza na Simba. Unajua kuna Singida inapocheza na timu nyingine ni hatari.
lakini Singida inapokeza na Simba na Yanga hata wawe dhaifu vipi Yanga na Simba nakubaliana wewe, lakini unajua kila mashindano pia unaangalia na takwimu na jinsi mashindano yalivyocheza. Kuna ile dhana ya ujumla, alafu kuna ile dhana ya kimashindano. Mashindano sasa hivi timu ambayo imeonekana bora mpaka hivi sasa, mimi kwa nani yangu naona ni Azam. Azam imeonekana ni timu ambayo ni hatari. Unaona? Kwa hiyo na ni bingwa huyu kwanza ujue. Ni bingwa ambaye ana historia nzuri sana mchezo wa Mapinduzi. Kwa hiyo nikiangalia hapa naona Yanga na Singida watakuwa wanapambana vikali sana kumkwepa timu ya Azam. Samani, Kamwaga umemsikia Anwari. Anasema Yanga na Singida watakuwa wanapambana vikali kumkwepa Azam. Kwamba lazima mtu mmoja akae juu pale ili acheze na mshindi wa pili wa kundi B. Hivi kweli Kamwaga imefikia wakati Yanga yuko tayari kumkwepa Azam ili acheze na Simba? Nisaidie. Inachekesha kweli kweli. Na hapo unakuja umetuchekesha. Haichekeshi nani? Mashindano haya ya muda mfupi kama Mapinduzi, wanasema tournament, timu ambayo inachukua mashindano wakati mwingine ni timu ambayo iko kwenye form wakati huo. Sababu ni wiki mbili tu, sio? Anachoongea Anuari ni kwamba ukiangalia kwenye form, kwenye form kila timu inabidi iogope Azam, kwa sababu Azam inaonekana imekamilika kidogo, inacheza kama timu kulinganisha timu zingine ambazo ziko kwa maana ya form ya hizi timu. Lakini ambacho ameuliza Mahmud au mnakielewa, hakuna wakati wote ambao Simba anataka kukutana na Yanga kwenye mashindano yote, au Yanga anataka kukutana na Simba kabla ya finali, kwa sababu ni bora msikutane kwenye mashindano au mkutane kwenye finali, kwa sababu watu wengine hata watu waandaaje Kombe la Mapinduzi, shiriki kidogo mashindano kama kiongozi, unaona kabisa hata Wazanzibari wenyewe utaka wapate starehe finali ya Simba na Yanga, yeye ndio anachopenda, kwa sababu hiyo mechi ikichezwa mapema utakuta hata finali inapoteza yale mashamshamu. Lakini finali zote za Simba na Yanga unakuta uwanja unajaa vizuri. Kwa hiyo kwa maana ya utamaduni, Simba au Yanga zisingependa zikutane kabla ya finali. Afadhali ukutane na Azam, afadhali ukutane na Singida United, afadhali timu nyingine yote, lakini ukutane na Simba na Yanga, sababu Simba na Yanga tena inakuwa sio mechi ndogo tena, inakuwa hata Mazembe wakija. Lakini kama kwa Yanga cheza na Mazembe. Lakini kuhakikishia Bizubeli kwenye hili anayosema Kamwaga na alichosema huyu mheshimiwa ni kwamba ni kweli kabisa. Yanga na Simba hawezi kuogopa Azam, lakini unaangalia mazingira hayo, Yanga hii sasa hivi ambayo inamtegemea Said Bakari, Yohana Mkomola, huwezi ukasema kweli wanaomba aende akacheze na Azam hii. Kwenye Simba Daga na kuhakikishia Chiro atarudisha. Sawa mwalimu. Mkubalie mwalimu kwamba kweli Yanga sasa hivi akina Nkomola, akina Said Ronaldo haiwezi kutaka kucheza na Azam, lakini itakubali kucheza na Simba. Unajua kuna dhana mbili. Ndio maana yake. Mimi sijasema Simba kina Lord Mavogo King Lord. Bado unajua kuna dhana kuhakikishia Mahmud. Ikitokea Simba na Yanga zitakutana siku 3 zijazo, kama Chiro hajalipwa atarudi. Na kama kuna mtu yuko Uganda hajapelekewa hela zake, atapelekewa na atarudi. Anamaanisha huko atakuja. Kwa sababu mimi nampenda sana Kamwaga. Kwa sababu hata kocha mwenyewe haya watu tunaongea kufungwa na mimi ukiangalia mechi ya jana, kwa kweli Simba wenyewe wanatakiwa pia wajilaumu, kwa sababu kwa kweli kuna magoli wamekosa ambayo ni wazi. Unaona, kwa hiyo sio kwamba Simba jana walizidiwa kabisa, hapana, yaani walitaka kucheza. Lakini kwa mchezo kama ule ukakutana na Yanga ikakupiga 2-3, Masudi hawezi kuendelea tena. Na yeye anajua kwamba ikichukua mechi ya Simba na Yanga, yani ukiona mpaka golikipa anachaguliwa kuwa man of the match, ina maana kuna kazi imefanyika. Kuna kazi ya Simba imefanya kazi kubwa sana. Ndio maana nani mbadala wa hili ni kwamba kama Simba wangefunga goli leo tusinga ya hili mifungo. Kwanza tu Simba ameruhusu goli. Sasa jana mwana la Liga Ezekiel Kamwaga, mnyama Diego Costa amerudi kwa mara ya kwanza. Hayupo muda mrefu pale Atletico de Madrid, lakini jana amecheza mechi yake ya kwanza, anafanikiwa kufunga goli la pili dakika ya 68. Zile furaha za kufunga akiwa amerudi nyumbani zilipitiliza, akaruka yale mabango wa Azam yale, akaenda kwa mashabiki, sijui aliacha nini panaona, alikisi, alifanya kila kitu, ishara zote za kisera za kule alizifanya. Amerudi huku, mnaitaga nini? Yellow. Umeme. Anapigwa kadi nyekundu. Atletico Madrid inashinda 2-0 dhidi ya Getafe katika mchezo wa La Liga Wanda Metropolitano.
Na mechi nyingine za jana za La Liga, Sevilla amefungwa 5-3 bwana, magoli 8 mechi moja. Las Palmas kafungwa 2-1 na Eibar. Sevilla kafungwa na Real Betis. Na Valencia Diego Costa bwana. Valencia amepoteza mechi naye, kafungwa 2-1, ameshinda 2-1 Valencia dhidi ya Girona. Umeona shamra za Diego Costa. Unajua mpira kuna vitu ambao sikubaliani navyo na vielewa. Diego Costa amekaa karibu miezi 6 hajacheza mpira. Hebu kumbuka vizuri kana. Usio mwaka ule jamaa ule. Amekaa bila kucheza na hii tangu Januari hajacheza Diego Costa. Mpaka Januari hii anakuja anapata nafasi. Amefanyishwa mazoezi magumu sana na mwalimu. Kule anakokwenda ni kwa washabiki wake. Afu angalia anavyoshuka. Anapoka kadi nyekundu kwa sababu washabiki wanavyoshuka wanasema ile ni dangerous play. Yaani pale unaweza kusababisha ukachomwa kisu. Au sio? Maana unadalisha kabisa kila kitu. Watu wanavyoshuka. Lakini Diego amekwenda pale kwa sababu mchezo wa mpira pia damu yani ule mwaka mzima ule ndio ameenda kuonesha pale, jamani nimekuja jamani kwenu. Kwa hiyo Costa hata inawezekana wakati anafanya vile yeye hajui ile ni damu inachoma. Kwa hiyo sasa kama imefikia wakati mchezaji kwenda kwa washabiki wake nao ni red card. Mimi nadhani Atletico watanani watakata rufaa hii kwa sababu unajua matokeo ya ushangiliaji namna yani unapewa kadi nyekundu, tumezoea wengine walikuwa wanavua bukta, wengine wanavua jezi wana nani, lakini kwa namna hii kweli hii alikuwa anahatarisha maisha, lakini nadhani kuna namna ambayo huwezi kukata rufaa hivi, huwezi kuikatia kwa sababu hata FIFA yenyewe anasema kuna kanuni. Hata mnakumbuka mechi ya Simba na Yanga uwanja wa Taifa alifunga kichuu ya mechi iliyopita, akatoka kaenda kwa mashabiki kule, anapiga anakutana na traffic, anapata nje kule, anarudi refa ali akatoa kadi akampa. Hii kwenye kanuni kabisa, kwa sababu mwisho wa siku inahatarisha amani ya maisha watu wengine. So Mahmoud washabiki wa mpira na Mahmoud Batuzuri amekaa keko, unajua na kiwembe pale kwa sababu keko ndo unajua. Kwa hiyo unajua pale unaona watu wanakufuata, lakini nia yake ni nzuri na ameenda kwa shabiki wake ambao unajua hawezi kumdhuru. Kwa na hivyo unajua siku hizi kwa sababu wa mpira ni mamilionea kidogo, ili ukosa unakuta analipwa pauni milioni 200 300, sasa milionea unakwenda. Lakini sasa washabiki wamelipa viingilio, wanawapenda wazaji wao, wanaweza kumkumbatia Costa. Kwa hiyo ni vitu ambavyo wanasema Nyerere alikuwa kupanga ni kuchagua. Sasa uchague kuwa karibu na mashabiki wako au ujilinde au ulinde mpira dhidi ya taarifa. Haya. Kombe la FA England jana limeendelea. Sergio Kun Aguero amefunga mabao mawili dakika ya 56 na 58. Man City wanashinda goli 4-1 dhidi ya Burnley. Mchezo wa raundi ya 3 hii uwanja wa Etihad. Mabao mengine ya Man City ya Pep Guardiola inayoingia raundi ya 4 sasa kwa ushindi huo yamefungwa na Leroy Sane dakika 71 na Bernardo Silva dakika 82, wakati bao la Burnley limefungwa na Ashley Barnes dakika 25. Timu yako Chelsea the Blues, timu yangu mimi. Sawa bwana. Imelazimishwa sare ya 2-2 na Norwich City, kwa hivyo watarudiana kutafuta timu ya kwenda raundi ya 3 ya FA Cup. Mechi nyingine nyingi sana hakuna haja ya kuzisoma hapa. Muda wenyewe hauturuhusu, lakini kwa haraka tu bwana Anwar Mkama, naomba uniambie kuhusu mkwe wa Diego Armando Maradona. Mkwe? Naomba niambie kuhusu mkwe wa Diego Armando Maradona. Kuna wakati fulani kama nilisikia ndoa yao ina utata iliingia, lakini bado mkwe atabaki kuwa mkwe. Sasa hicho kuna Aguero tuna uwezo wake unafahamika, na kitu ambacho Pep mwenyewe kuna wakati alikiri makosa ambayo angeweza kuyafanya ni kumuondoa Sergio Kun na Sterling, kwa sababu na wachezaji ambao kuna wakati alivyoingia Sergio Kun kama nataka mweke pembeni alafu amwamini sana Gabriel Jesus, lakini Sergio Kun Aguero bado ni mmoja kati ya washambuliaji bora zaidi, na timu hizi kubwa zinamuinda bado. Madrid japo na Barcelona wanaonyesha nia lakini sio sana, lakini bado anawindwa na hizi timu kubwa. Lakini Manchester City kwa sababu ana uwezo wa fedha, lakini mshambuliaji ambaye wa kiwango cha juu, unapozungumza namba 9 bora ama wale mafinisher bora duniani, uwezi kumweka kando Sergio Kun Aguero, na kazi anayoifanya tumeiona. Lakini kitu kimoja ambacho mechi ya Chelsea jana ambayo nikiangalia inazidi kumweka katika nadhani wakati mgumu kidogo Conte Antonio endapo asipopata matokeo mazuri katika mchezo wa marudiano. Ukiangalia jana ni kama Chelsea ilikuwa haichezi vile kama kiushindani, na Norwich imewakosa Chelsea sana timu yako. Kwa hiyo inabidi katika mechi ya marudiano, unajua hizi ni mechi ambazo makocha wamekuwa wakiwatumia wachezaji wengi wa akiba. Jana alianzisha full squad, japo wachache Morata alimweka benchi. Inabidi mechi ya marudiano afanye kazi ya ziada kweli kuwafunga Norwich. Norwich ni timu ya championship na ina uzoefu wa ligi kuu, si timu ndogo, na inabidi asiichukulie poa, vijana wanasema, katika mechi ya marudiano. La sivyo shughuli inakuwa nzito, kwa sababu hapo jana nikiangalia Bashuai combination yake ya
Willian Bashuai, katikati kina Drinkwater ilishindwa kabisa kufanya kazi, na vijana walifanya kazi nzuri sana. Kwa hiyo Antonio Conte yeye mwenyewe amekuwa akisema bwana nitaendelea kuwa Chelsea, lakini mechi kama hizi zinaweza zikamuondoa Chelsea. Asante. Bwana, usajili sasa, tunagusia usajili. Wimkano tuko wote tuko pamoja. Nashukuru sana. Philippe Coutinho sasa ni mchezaji wa Barcelona Hispania baada ya uhamisho wa paundi milioni 145. Coutinho anakuwa mchezaji wa pili ghali duniani baada ya Brazil mwenzake Neymar Jr. Yametimia. Liverpool imepasuliwa. Kamwaga, mbona kama mapigo ya moyo wako baada ya pilika nyingi, mapigo ya moyo wako Kamwaga inaonekana kama yamebadilika hivi. Kamwaga, yes. Nataka uzungumze kwa sababu utazungumza kwa hisia. Ndio. Hebu zungumza. Wala nisikuchagulie cha kuzungumza. Isimuumize. Kikubwa tu hapa Coutinho kaondoka. Shabiki wa Liverpool wameumia. Mambo mawili. Yes. Kuondoka kwa Coutinho ni tukio la ni kitu gani Liverpool pale? Bahati nzuri ni kwamba inauma kwamba la pili. Yes. Ni kitu gani kwa Barcelona? Basi hayo tu. Mimi ukiniuliza Barcelona wao walikuwa wanahitaji Coutinho namna hiyo. Kwa sababu Barcelona kwenye ubingwa wa Hispania wako mbali sana kulinganisha na wapinzani wao, wanaongoza kupita kama 13-14. Na uone kama kuna timu itaizidi Barcelona kwenye hiyo. Kwenye Champions League Coutinho hata ichezea Barcelona kwa sababu ashachezea Liverpool. Kwa ruhusa kuchezea Barcelona. Kwa hiyo hata wasaidia kwenye kupata ubingwa wa Hispania, hata wasaidia kwenye kupata ubingwa wa Champions League. Lakini inaonekana Nike walikuwa wanamtaka Coutinho kwa gharama yote. Na ukigundua jana kwa mfano, Philippe Coutinho amelipa mwenyewe kutoka kwenye mfuko wake pauni milioni 15. Yaani bilioni 30 kalipa yeye ili aondoke Liverpool haraka. Kwamba jamani kabla Barcelona mwezi, lakini ameweza kwa sababu Nike wamemwambia atakuwa balozi wao. Kwa hiyo kuna mzigo mwingine kutoa kujiunga na Barcelona, Nike atambia wewe ulikuwa Liverpool pale, Liverpool anatumia jezi za Warrior kampuni moja ya Marekani. Wewe achana nayo. Sisi unakuja Nike tunakuongezea mzigo. Kiasi kwamba huyu mchezaji ambaye akatoa bilioni 30 ambao ni bajeti ya wizara hapa nadhani ya wanawake na watoto mwaka mzima anatoa Coutinho na walipa. Lakini inatuuma kwa sababu huu ndio mwaka ambao Coutinho ameongoza kwa assist kwenye Liverpool, na wanasema kwa rekodi za Liverpool zilipo kila baada ya dakika 75 Coutinho akichezea Liverpool ama anafunga au anatoa pasi ya goli kila dakika 75, na hata Mohamed Salah au Sadio Mane hakuna ambaye ana hiyo rekodi. Lakini pia kumbuke Mahmudu, kwenye ligi kuu ya Uingereza kwa kipindi cha miaka mingi iliyopita hakuna mchezaji ambaye kafunga nje ya box goli nyingi kuliko Coutinho. Kwa maana yake ni kwamba kuna wakati wanacheza na timu ambazo zinapaki basi hizi, Coutinho akiwa nje ya box mara moja mnaweza mkapata ushindi kwa sababu hiyo. Kwa hiyo ni pigo kubwa sana kwa Liverpool, lakini kwa fedha ambazo Liverpool imezipata pauni 145, na kwa kocha Mjerumani ambaye Liverpool wamempata sasa hivi, na Mjerumani atahakikisha kwamba Liverpool inaleta mtu mwingine. Sio rahisi kumpata mchezaji ambaye ana uwezo au kiwango kama cha Coutinho, lakini unaweza ukapata wawili au mmoja ambaye atafanya kitu fulani. Kwa mfano, unaweza kumleta Naby Keita ambaye Liverpool imeshamsajili lakini inabidi aje mwezi wa 6. Unaweza ukaongea vizuri na timu yake ya Leipzig, ukaongeza hela kidogo akaletwa ambaye sio Coutinho lakini anafanya vitu vingine vingi ambavyo Coutinho alikuwa afanye. Alafu leta mtu mwingine ambaye atakupa zile dribbling na kila kitu. Lakini Virgil van Dijk ambaye Liverpool imemsajili ana uwezo mkubwa wa kupiga mpira ya adhabu. Kwa hiyo kwenye mpira wa adhabu tayari Liverpool imeshakava na tayari kashaanza kutupa raha kwenye kombe la FA. Kwa hiyo tulitegemea kwamba ataondoka, ila tukutegemea kwamba ataondoka Januari. Ninapoizungumzia Liverpool naizungumza kwa nidhamu sana kwa sababu ni timu ya wazee wetu wengi hapa Dar es Salaam. Na hata kwenye hili jengo na hata kwenye hii kampuni. Umeshanielewa? Yaani kuna watu jana wamemaliza matusi yote wanayoweza kuyatamka kwa tukio la Coutinho kuuzwa. Wamesonya walivyoweza. Bado anamuuza kama anamuona huko alipo. Sasa kitu kimoja Ezekiel Kamwaga, umewapa matumaini wapenzi wa Liverpool kwamba Liverpool watapata mtu mwingine. Lakini tukirudi nyuma kidogo, miaka 4 iliyopita wakati Luis Suarez anaondoka Liverpool, pia haikutarajiwa kwamba ingechukua muda mrefu kumpata mtu mwingine wa namna yake. Ila bila shaka kama mtaungana na mimi, ndio sasa hivi sasa huyu Salah, labda kuingia kwa Salah na Sadio Mane kidogo unaweza kuanza kusaulisha rasmi kuhusu Suarez, lakini kwa muda mrefu kivuli cha Suarez kimebaki pale Anfield. Mimi tofauti kubwa ya miaka ya nyuma na sasa hivi ni Jurgen Klopp. Ukiangalia usajili ambao amefanya wakati anaondoka Suarez, tulikuwa tuna kocha anaitwa Brendan Rodgers ambaye imani yake ilikuwa akiondoka Suarez aweza kuleta watu watatu
ambao nakuta wote wanakuja wana flop. Maana upate hiki wala kile. Huyu Klopp yeye ndo kamleta Mane. Yeye ndo kamleta Salah. Kwenye mwezi wa 6 alitaka kumleta Van Dijk. Southampton wakakataa. Kukawa kuna options watu wengine watatu, yani wanasema plan B, plan C, plan D, kwa bwana kuna Stefan de Vrij, kuna nani. Klopp akasema mimi namtaka Van Dijk. Niko tayari, timu itaenda mpaka Januari. Lakini ananifahamu mimi ni huyu hapa Van Dijk. Alikuwa na shida na Naby Keita. Wakamwambia bwana hawezi kumbana sasa, sawa nitamchukua mwakani. Haina shida. Mimi mwenyewe namchukua sasa hivi. Klopp ana plan yote ya Liverpool. Anajua anataka kitu gani na yeye waga achukue plan B au plan C. Yeye akisema anamtaka Mahmoud, anamchukua Mahmoud. Hawezi kuchukua kamkosa Mahmoud afa katafuta watu wengine watatu, mmoja sasa huyu mmoja hivyo. Kwa hiyo mimi sasa hivi imani yangu kubwa kulinganisha na Brendan Rodgers, kulinganisha na kina Kenny Dalglish ni kwamba sasa tuna kocha ambaye anajua analofanya, alafu yeye mwenyewe ana mvuto. Kwa sababu kwa Van Dijk amekuja Liverpool kwa sababu alisema anataka kufundishwa na Klopp. Na kuna watu wako Ujerumani, kuna watu wako sehemu zingine ambao wanataka kuja Liverpool kwa sababu wanataka kucheza kwenye timu ambayo anafundisha Jurgen Klopp. Kwa hiyo matumaini makubwa ya Liverpool safari hii kwa sababu tuna kocha ambaye anajua analofanya. Samani bin Zuberi, lakini kidogo nataka niongezee hapo. Ezekiel namjua ni Mr Liverpool. Anajipa matumaini kwamba unaweza kumpata mtu kama Coutinho. Dunia sasa hivi viungo tunasema nyonde hawa. Wao ni wapishi wa magoli, wamejaliwa na Mwenyezi Mungu vipaji kama vya Coutinho, wanaanza kupotea taratibu. Tulikuwa kina Pirlo, Francesco Totti. Unajua wengi wamestaafu katika kipindi kimoja kina Zidane. Sasa hivi wanakuja viungo ambao wanafundishwa kupiga pasi kwenye vitabu, kupiga mpira. Hamna wale ambao wamejaliwa vipaji na Mwenyezi Mungu. Sasa unapozungumzia Coutinho kuondoka, na ndio maana leo samani kidogo. Samani. Tena niwe samani mara mbili kwa sababu umezungumza hoja nzuri sana. Viungo wa aina ile hata huko nyumbani pia wameisha baki wachache. Tunabaki kina wachache, kina Demla ambaye bado thamani yake hatujaijua. Lakini kuna mtoto mmoja yuko pale Young Africans, Rafael Daudi. Yule naye unamweka kwenye kundi lipi? Alafu uendelee tusipoteze watu. Katika kundi hilo. Yeah. Sasa namna viungo hawa sasa. Namna Mahmoud pia kuna Kiswahili tunakitumia vibaya. Nyonde ni mtu ambaye ukimtazama afya yake sio nzuri. Lakini kama kina Ramadhani leo ila shughuli yake uwanjani inakuwa tofauti. Hao mnawazungumza ni viungo wanyumbufu. Wanyumbulifu. Unaingiza kina Nicky Bati humo, akina Poscozi huko, akina lakini sasa kina Poscozi wamefundishwa kwenye vitabu. Yaani wale wanafundishwa kwenye vitabu. Namna hapo fundi alikuwa jembe. Kwa hiyo kuna viungo ambao kwa mfano unapomzungumzia mtu kama Ronaldinho Gaucho, yule Mwenyezi Mungu amemjalia kipaji cha asili. Fundi ni yule ambaye hahitaji kuangalia mpira ili acheze. Yeye wakati wote macho yako juu hivi. Wakina Gerrard. Kwa hiyo Jurgen Klopp tunasema pumzika kwa amani. Au ile Pirlo yule. Yaani mpira uko hapo unaangalia juu unatembea kama Hussein Amani wakati wake. Unamkumbuka huyo? Na Okocha tumweka wapi? Okocha ndo hao ndo mafundi. Sasa hao mafundi wengine walikuwa na yaani yule Okocha yule Ronaldinho Gaucho yule dunia ilimjua, lakini mpaka kesho yule ndo anapiga simu kwa Okocha. Okocha amtafute Gaucho. Ndio. Kwa hiyo mimi nadhani umezungumzia Mr Liverpool wangu Baruani. Ndio. Msitegemee kumpata kiurahisi mchezaji, na umemtaja Naby Keita ni wale ni holding midfield, lakini Liverpool isitegemee kumpata kwa haraka sana na wanaisha kweli kamwaga bwana. Wanapotea. Ukisikia Dembele, kelele za Dembele na wanachokifanya pale, ndio bado Liverpool bado Barcelona bado wanahangaika. Na mimi nawaelewa Barcelona. Na ukumbuke tangu muondoka Neymar pale ni shughuli. Usajili wa tatu. Lakini balali nakuja ni kwamba kaingia wameleta wote kujua kuchukua nafasi kuja Paulinho, nakumbuka kama amekuja wenda Dembele wote kwa ajili ya kutafuta nafasi ya kuziba. Lakini kocha nilichokiona mimi Barcelona hawajamwangalia sana Neymar. Wamemwangalia fundi mwingine ambaye anaenda kumaliza muda wake pale, Andres Iniesta. Kwa sababu Iniesta anaondoka na Iniesta ni katika mafundi waliobaki wachache sana. Kwa hiyo ina maana Coutinho pale anaenda kuchukua nafasi ya Andres Iniesta kuwa anamuandaa. Kusema kweli Liverpool mimi naonea huruma. Ni sana sisi mashabiki wa Arsenal tunavyoenda kumpoteza Mesut Ozil. Sasa jamani, tutakuwa hatujatenda haki kama tutafunga mijadala yetu ya juma hili bila kuzungumzia tuzo za mwanasoka bora wa Afrika. Jana muda ukuturuhusu, lakini naomba leo tutumie japo dakika 5 kulijadili hii, afu dakika 3 nyingine tutamshirikisha Kamwaga kwenye mjadala ambao waliokosa jana ili tupate naye mtazamo wake kuhusu Alliance na Dodoma FC. Bila shaka wanaofahamu vizuri sana.
Lakini simaanishe ndio tuanze na huo. Mwanasoka bora wa Afrika amekuwa Mohamed Salah kama ilivyotarajiwa. Jana mimi nilikuwa nazungumza na bwana Samata na odha wetu. Nikamwambia Popa, wewe jana kura yako ulimpigia nani? Popa akunificha. Sasa mimi nilimpigia Aubameyang. Rafiki yake. Sasa walikuwa wote mwaka jana. Ndio. Aubameyang. Akanifikirisha kwamba kuna vitu viwili, kuna achievement za mchezaji katika wakati husika na uwezo wa mchezaji. Sivyo? Hakuna shaka Mohamed Salah baada ya mafanikio yake akifunga bao ambalo linarudisha Misri kombe la dunia, na baada ya kuisaidia Misri nadhani amekuwa runner wa African Cup of Nations, sio? Na matokeo yake akiwa Roma kabla hajaingia Liverpool na moto alioendeleza pale Liverpool, vyote vinamfanya yeye aonekane zaidi kuliko Sadio Mane na Aubameyang. Hakuna shaka. Lakini kwa sisi watu wa huku kwetu Afrika tukijaribu hata kwenda zaidi kwamba sawa kashinda, lakini yeye na wengine nani fundi? Unajua kwa mfano kama Aubameyang ni Sadio Mane na Salah. Salah na Sadio Mane wanafanana, lakini Aubameyang ni mchezaji tofauti kabisa, na ndio maana Arsene Wenger juzi wakati anatimiza mechi ya 800 sio, aliulizwa ni mchezaji gani wa Arsenal unasema kwa kweli ndo alikuwa bora kuliko wote kwenye wakati wako miaka yako 20 ngapi, 25 ya Arsenal. Akasema itakuwa sio fair kwa sababu uwezo ukamlinganisha Peter Cech na Henry, uwezo ukamlinganisha labda David Seaman na Tony Adams, kwa sababu kila mmoja ana umuhimu wake katika na analiza. Kwa hiyo kusema eti huyu alikuwa mzuri, lakini bila Vieira Henry angekuwa nani au Henry bila. Kwa hiyo ukiangalia Aubameyang yeye ana faida yake iko upande mwingine wa uwanja na kina Mane wote matuzuri wamejaliwa spidi, wote wanajua kufunga na kila kitu, lakini aina tofauti ya wachezaji. Na kwenye mchezaji bora wa dunia wa Afrika watu wanaangalia zaidi nini ambacho umefanya kwenye nchi yako. Sasa Aubameyang anaweza kuwa mzuri sana, lakini Gabon imefanya kitu gani? Hakuna. Misri una mchezaji ambaye amekuwa mchezaji bora wa Afrika, mchezaji wa mwisho wa Misri kwa mchezaji bora kwa mwaka 83 sio? Huyu ndo amekuja sasa hivi. Misri haijacheza kombe la dunia mara ya mwisho Mahmoud El Khatib. Yes. Mara ya mwisho Mahmoud El Khatib zaidi ya mwisho kuwa mchezaji bora wa Afrika kutoka Misri. Yes. Mara ya mwisho Misri kucheza kombe la dunia inawezekana Salah alikuwa hajazaliwa. Leo Misri imeenda kombe la dunia. Misri inakwenda kwenye ilikuwa imeingia finali kwenye mashindano ya Afrika. Kwa hiyo ukiangalia Misri rekodi zake zinambeba. Anavyoshinda Messi na Ronaldo kwenye mchezaji bora wa dunia ni kwa sababu Barcelona na Real Madrid zinafanya mambo makubwa kwenye kuchukua makombe. Kwa hiyo nafikiri tofauti kubwa sasa ya Mane ambaye yuko na Senegal yake ambaye haijafanya kitu, ambaye yuko na Liverpool haijafanya kitu, na huyu Salah ni kwamba Salah ana vitu vya kuvionyesha ambavyo ameshinda na mafanikio ambayo yako wazi. Yeye mwenyewe binafsi kuna vitu vingi ameshiriki kwenye hayo mafanikio. Kwa hiyo hakukuwa kweli hapa na ushindani, ilikuwa ni wazi kabisa kwamba Salah ndio alikuwa anastahili kupata hiyo. Na kwa kuongezea tu katika mechi ya 57 za msimu alizokeza Salah amefunga magoli 36. Katika mechi 36 za msimu alizokeza Sadio Mane amefunga magoli 16. Katika mechi ya 51 za msimu za mwaka alizokeza Aubameyang amefunga magoli 43. Aubameyang amefunga goli nyingi kuliko wenzake wote. Ndio maana yake. Na hata mechi yani kitakwimu Aubameyang aliongoza. Mechi ya 51 magoli 43. Lakini Salah mechi ya 57 magoli 36. Ila ndio kule tunarudi kule kwenye Samata kwamba ubora wa mtu na achievement za mtu, kwamba achievement ndizo zinazombeba sasa Salah. Na pia hata position, kwa sababu Aubameyang ni finisher tunaelewa. Ukienda ukigeuza hapo ukienda katika walopiga pasi za mwisho za kufunga magoli kwa assist, utaona Aubameyang pia anaenda chini. Lakini kitu ambacho Salah ka assist sana. Lakini kitu ambacho mimi yani nakiangalia katika hizi tuzo, kitu ambacho naona kama walikosea, unapanga timu bora ya Afrika alafu kuna washindani watatu, mshindani tu mmoja ndio yupo kwenye timu bora ya Afrika, hao wengine wawili hawapo. Na ukiangalia zile tuzo ilitoka haraka sana ile first 11 ya Afrika, kwa sababu aligundua amefanya makosa, kwa sababu unampanga Mohamed Salah lakini Sadio Mane ambaye ameipeleka Senegal pia World Cup ambaye ndio winga wa Afrika hayupo. Bwana naona alikadhalika na muda wetu nao umetupa mkono. Tumalizie kwa kuambia tu leo hatakuwa na scroll bahati mbaya kwenye TV zetu, tumwanyima watazamaji wetu ratiba ya mechi za leo.
watatuia radhi kwa hilo. Lakini kwa haraka tu ni kwamba kwenye kombe ya Mapinduzi leo Yanga anacheza na Zimamoto saa 10:30 jioni. Katika La Liga, Leganes anacheza na Real Sociedad saa 8. Barcelona na Levante saa 12:15. Villarreal na Deportivo La Coruña saa 2:30. Athletic Bilbao na Deportivo Alaves saa 2:30. Celta Vigo na Real Madrid saa 5 kasoro. Katika La Liga kama ilivyo msomo kwenye La Liga, Barcelona pointi 45, Atletico Madrid 39, Valencia 37, Real Madrid 31, kama hawapo vile kwenye ushindani. Niseme tu kwamba leo tarehe 7 mwezi Januari tunafunga wiki ya kwanza rasmi ya mwezi wa Januari. Niwashukuru watazamaji wetu kwa muda wote mliokuwa nasi kwenye kipindi hiki cha Sports AM. Tukutane tena juma lijalo, Jumamosi, kuanzia saa 1:30 hadi saa 2 hadi saa 3 asubuhi. Mimi ni Mahmoud Ramadhan Zuberi almaarufu bin Zuberi. Nilikuwa na mwenzangu ambaye kimapati tumeshabiana leo, Ezekiel Kamwaga. Ezekiel Kamwaga. Yes. Na Muibu Kanu pamoja na Anwari Mkama. Tunasema kwaherini, tukutane tena wiki ijayo.